Na akilewa wana Elikiroa, watu wote hapa tuliomleta Deo kwake tumemwingiza Deo, tutamchapa na tutamchangia ila tutampeleka soba. Acha ulevi utulie, maana atauawa kusaga. Akiendelea hivi ni kifo chake. Amepewa mwenyekiti, amempambania kuliko maelezo na wananchi. Mimi naweza kuacha pombe kuanzia sasa. Ndio. Na siku zingine kuanzia siku zote sisinywi. Na kama ana dukuduku tunamuomba aende mahakamani apambane na wananchi. Sio apambane na Deo, atapambana na Deo pamoja na wananchi. Sisi tupo hapa kwa ajili ya swala la Deo liende vizuri. Naomba tuendelee kumwombea huyu mtoto. Yaani mtamshangaa na dunia itamshangaa. Kwa sababu mimi naamini yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Tutamsimamia Deo. Tukimkuta mahali popote anakunywa pombe, tutamtafuta Faustini ambao ni kiongozi ambao tumekuwa naye bega kwa bega. Tutamtandika fimbo mpaka tuhakikisha amenyooka, amekaa kwenye mstari. Deo aendelee kukaa kwenye nyumba ya mama yake. Hiyo ndio ukubwa ambao tumekoyo kuiona, kwamba Deo asije kufia kutangatanga huko barabarani wakati nyumba ya mama yake iko hapa. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Elikiroa, kata Lemara. Mtaa huu ambao umeandika historia katika kutetea haki za watu pindi wanapoonewa. Swala kubwa zaidi ni swala la Deo, ambaye baada ya mamake mzazi kufariki miaka ya 2015 alifukuzwa na mzee mmoja ambaye alikuwa naishi na mama yake. Na baada ya kuondoka yule baba ambaye alikuwa anaishi na mama yake, akamleta mwanamke mwingine ambaye mwanamke huyo alifunga ndoa, akaishi naye katika nyumba hii ambayo mama yake Deo aliijenga kwa mikono yake mwenyewe. Siku zikaenda, siku zikasonga. Deo ambaye ni mtoto wa yule mama ambaye amekufa mwaka 2015 alikuwa anaishi maisha magumu, maisha ya kutangatanga. Lakini wananchi wakaona isiwe tabu, wakaamua kuingilia kati jambo hili kwa ajili ya kumsaidia Deo ili aweze kurudi kuishi katika nyumba ya mama yake ambaye kwa sasa ni marehemu. Na huyo mzee ambaye pia alikuwa naishi na mama yake Deo pia alishakwisha kutangulia mbele za haki. Maana yake yule baba alikuwa ni baba mlezi tu. Kwa hiyo kama alitangulia mbele za haki, maana yake nyumba ambayo iliachwa ilipaswa kuwa ya yule kuwa ya mtoto ambaye ni ya yule mama aliyefariki mwaka 2015. Leo tena kesi ziliendelea hapa katikati, zikaenda kwenye ofisi ya kata, lakini baraza la ardhi kata wakashindwa kufanya maamuzi kwa ajili ya kutetea haki ya Deo ambaye nyumba ni ya mama yake. Lakini wananchi wameamua kuingilia kati jambo hili rasmi, wamemrudisha Deo nyumbani kwa mama yake aishi hapo ambako mama yake alitumia jasho lake kujenga nyumba hii. Na cha kushangaza zaidi, mwanamke ambaye alikuwa anaishi hapo ameondoka na kila kitu ambacho kilikuwa cha marehemu mama yake Deo, na kutokomea navyo kusipojulikana. Haikuwa tabu. Wananchi hawa kwa sababu ya upendo, wengine wameenda kuchukua godoro na vitu mbalimbali na mahitaji tofauti tofauti kwa ajili ya Deo kuanza maisha yake hapa kwake kwa sasa. Lakini wamempa onyo kwa sababu Deo amekuwa na tabia za kunywa pombe. Wamemuonya kwamba asithubutu wala kuonekana anakunywa pombe. Akionekana anakunywa pombe watamkamata wao wenyewe, watamchapa viboko, lakini pia watafanya utaratibu wa kumpeleka soba ili aendelee kuwa vizuri zaidi. Lakini mama mmoja hapa anaitwa Mama Sara ameahidi kumtembelea kila siku, ingalau pia ahudhurie kanisani Deo arudi katika maadili ya mwanzo, awe kama vijana wengine, ili ingalau afurahie maisha na yeye aishi na maisha yake ya furaha. Historia inaandikwa mara kwa mara katika mtaa huu wa Elikiroa, licha kwamba baadhi ya watu wengine wanapinga hiki ambacho wanakifanya, lakini wananchi hawa wanafanya kwa wema tu na hawana chochote ambacho wanafaidika nacho kutoka hapo. Lakini wanapomuona mtu amepata haki yake, na wao wana furaha zaidi. Mimi ni Kusaga, mwandishi wa Wananchi, na hapa ni Elikiroa. Naitwa Deopratus Tadei Kimario, mtoto wa marehemu Stigimanta Kimario. Alikufa 2015. Toka amefariki mimi nikakaa hapo na mzee kama miezi mitatu, akanifukuza
Alivyonifukuza mimi nikaondoka zangu kaenda na mambo mengine, nilikuwa na mke wangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ana walikiroa huku, mwenyekiti mstaafu Faustini na mama ilikiroa nzima. Nawashukuru sana, na naona wanafanya huduma ya kupiga hata diko hapa kidogo. Nashukuru sana. Hapa na kesi moja ya kukiri. Nimepewa onyo kali nikikutwa na kunywa pombe. Sijui nitajificha wapi babangu. Tapigwa vibaya. Hapa nimeambiwa jamani nitapelekwa soba. Jamani naomba niendeni mkono maombi tu jamani, hata hii pombe nikimbie jamani. Nimeacha hapo kabisa, ni sasa hivi nimeshaacha. Kuanzia leo utaenda kanisani? Hata sasa hivi kama tunaweza tukanyosha goti hapa sasa hivi kama ipo fresh. Faustin Ignas Mkawe, mwenyekiti mstaafu mtaa wa Ilikiroa, kata ya Lemara. Sisi pamoja na hao wenzangu ambao unaona huko nyuma tulikuwa tunafuatilia swala la kijana Deo kuhusu habari ya nyumba ambaye ameachiwa na mama yake. Kwa mara ya mwisho kabisa mwezi wa pili tulikwenda kwenye baraza la kata la ardhi na usuluhisho la kata, na suluhu iliyokuwa imetoka ni kwamba Deo ana haki ya kukaa kwenye nyumba ya mama yake, na wale ndugu wengine na yule mama iliamriwa kwamba wamtafutie yule mama mahali pa kukaa, lakini Deo akae kwenye nyumba ya mama yake. Baada ya suluhu ile walileta maneno ambayo hatuweza kuwaelewa kwamba hawakuridhika na ile suluhu. Wakasema kwamba tutachukua dokumenti twende kwenye ngazi nyingine ya juu. Lakini baada ya kuchukua fomu kule kutoka kwenye lile baraza la ardhi la kata, hakuna jambo lingine lolote limeendelea tangu mwezi wa pili mpaka sasa ni mwezi wa 7. Tulisubiri kwamba labda kutakuwa na barua itakayokuwa ya wito wa mahakamani kwa kijana Deo kuitwa mahakamani kwa ajili ya shauri kuendelea, lakini tuliona kwamba ni kimya. Tumezungumza na mwenyekiti wa serikali ya mtaa kuhusu jambo hili, lakini pia tulizungumza na mtendaji wa kata. Mimi jana binafsi nimeongea na mtendaji wa mtaa kuhusu swala hili. Akaniambia shauri hili liko mahakamani. Nikamwambia shauri linawezaje kuwa mahakamani wakati kijana Deo hana barua yoyote ambayo amepewa kutoka kwenye ofisi yako, kutoka mahakamani kupitia ofisi yako au kupitia ofisi ya mwenyekiti. Jambo hili linawezaje kuwa mahakamani wakati hakuna barua yoyote ambayo inaonekana wito kutoka mahakamani? Na pili nilimuuliza, unasema iko mahakamani, iko kwenye mahakama ipi ili tuweze kufuatilia tuweze kujua? Lakini matokeo yake alinijibu kwamba ngoja anafuatilia. Niambia sasa, mtendaji wa mtaa unasema unafuatilia wakati mwenyewe umesema kwamba iko mahakamani. Mahakama ipi? Hatujui. Sasa kitu ambacho sisi tulichokuwa tumekiona, kwa sababu Deo amerudi tena mara ya pili kwa wananchi wa Ilikiroa kulia kwamba hana makao yoyote ya kuweza kukaa na hakuna jambo lolote lililoendelea baada ya maamuzi yale ya kata, tukaona kwamba ni vema Deo akae kwenye nyumba ya mama yake, aendelee kuishi mahali hapa. Ndio maana unaona wananchi wote wako mahali hapa. Deo yuko kwenye nyumba ya mama yake. Lakini jambo pia litakalofuata, watu watapika pilau hapa, wataendelea na maombi, Deo aendelee kukaa kwenye nyumba ya mama yake. Hiyo ndio ukubwa ambao tumekoyo kuiona, kwamba Deo asije kufia kutangatanga huko barabarani wakati nyumba ya mama yake iko hapa. Ndio maana tumemleta Deo baada ya kuja kutulilia na kusema kwamba hana mahali pa kukaa. Tumemwambia nyumba ya mama yako iko hapa, ndio maana tumempa ushirikiano aingie kwenye nyumba ya mama yake. Swala la Deo kweli tumempambania Deo sana na tunampenda sana wana Ilikiroa, kasoro mtaa huu hawampendi Deo kabisa. Hawampendi Deo kabisa, lakini sisi tunasema leo tunampenda, tumemuingiza ndani na akilewa. Wana Ilikiroa watu wote hapa tuliomleta Deo kwake tumemuingiza Deo, tutamchapa na tutamchangia ila tutampeleka soba. Ndio. Ni hilo tu. Waache kudhulumu haki ya watu, ya mtu yoyote yule. Yatima, wajane, waache kwa kweli. Tuko tayari kutetea haki ya mtu yeyote, sio Deo tu. Mama yake Deo Kusaga alikuwa anachukua maziwa kwangu muda wote. Alipata mwali mke wa Deo, akawa anachukua maziwa kwangu kwa muda wa miaka 2. Alivyokuwa anachukua maziwa kwangu, akaniambia kwamba Mama Jackie,
nimenunua sehemu yangu pale. Akawa anaumwa mamake Deo. Alivyokuwa anaumwa anakuja kwangu anachukua maziwa. Akasema nimenunua sehemu yangu hapo kwa Rubel. Alivyokuwa anaumwa akasema mama Jackie, namwambia kila siku Deo, nenda kachukue dokumenti ziko kwa batini. Ni uongo mama yako akwambia? Anasema nitachukua mama. Deo kachukue dokumenti kabatini. Mkweli uongo mama yako alikuwa akwambia? Ulichukua? Mpaka mama yake anakufa Deo hajachukua document. Kwa hiyo alivyokufa mama yake, dakika za kuhesabu baba yako si aliwahi? Baba yake akawahi document kusaga. Kwa hiyo alivyokaa mwezi wa kwanza mama yake alivyokufa, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, ule baba hajakwambia uondoke? Si alikwambia uondoke? Si akaanza kumpiga mke wake akasema namwekea sumu, lakini document ulishinda kuja kuchukua kwa sababu ulevi. Na hata sasa hivi anavyohamia kwenye nyumba, aache ulevi. Maana atakuja kunyongwa. Utaingiliwa ndani utanyongwa baba. Acha ulevi utulie. Maana atauawa kusaga. Akiendelea hivi ni kifo chake. Amepewa mwenyekiti amempambania kuliko maelezo na wananchi. Lakini kama akiendelea na ulevi amelala usiku, watu watabomoa nyumba asikie atakufa. Huyu atakufa kusaga. Jamani, simnyamazi. Akiendelea na ulevi kusaga atakufa. Akilewa. Deo ukilewa sasa hivi. Tumekupambania vya kutosha. Mkiendelea na ulevi utapelekwa soba. Ili jambo letu lilikuwa la kuanzia juzi Ijumaa. Na ilikuwa Alhamisi. Sisi Deo alitufuata akatuambia jamani, mimi maisha ninayoishi ni magumu. Kutokana na nyinyi wananchi mlikubali kunitetea nipate haki yangu, ndio maana nimerudi kwenu kuwaelezea. Sioni mtu anayeniambia njoo nikupe hifadhi, sioni mtu anayeniambia njoo nikupe chakula, sioni mtu anayeniambia njoo ujaribu kukaa hapa kwangu mpaka jambo lako litakapofanikiwa. Sasa tulipata tetesi kwamba watu walishaenda mpaka kata. Mtendaji aliyepita aliamua kwamba Deo apewe haki yake. Mwenye dukuduku lolote aende mahakamani. Sasa huyu mama naona ametufanya sisi kama ni watoto wadogo. Matokeo yake amekuja kinyemela, amezomba vitu vyote ndani, amezomba mpaka kitanda cha marehemu, amefanya nyumba ya marehemu kama nyumba ya panya. Kusaga, nadhani utaingia utaangalia pia, yani popote alipo kitendo alichofanya wananchi hatukupenda. Na tunamtaarifu kweli wananchi hatukupenda, na kama ana dukuduku tunamuomba aende mahakamani apambane na wananchi. Sio apambane na Deo, atapambana na Deo pamoja na wananchi. Sisi tupo hapa kwa ajili ya swala la Deo liende vizuri. Na haki itendeke. Sisi hatutaki unyanyasaji wa kijinsia. Tunakataa Wanailikirwa, tunakataa unyanyasaji. Na Wanailikirwa unadhani neno lao ni moto. Moto wetu ukiwasha hauzimiki. Utakapozimika jambo letu limetimia. Tunamshukuru mwenyekiti mstaafu yuko pamoja na sisi mpaka siku hii ya leo, nadhani umemwona ameongea. Kwa kweli mimi ningekuwa na uwezo, nisingemuita mwenyekiti mstaafu, ningempa cheo cha udiwani, zaidi ya diwani. Kwa sababu ni mtu anayesaidia wananchi. Umuite saa 6 za usiku, umuite saa 7 za usiku, diwani yupo pamoja na sisi. Kwa nini? Ni upendo. Sisi tunahitaji upendo. Hatuhitaji utengano. Mtu akitutenga na sisi tutamtenga, akitupenda na sisi tutampenda. Sisi hatuogopi kufichua waovu. Ndio hivyo kusaga. Jambo la Deo liko mezani hapo, tunapika, tunakula. Kama huyo mama mwenye anajidai ndio mwenye nyumba, ambaye alikuwa anataka kuwa mwenye nyumba, kama ana dukuduku lake aende mahakamani, atuletee barua wananchi. Kwa nini mmemuingiza Deo nyumbani kwangu? Majina naitwa Zawadi Mohamed Zuberi. Kusaga tunataka kutoa tahadhari moja ya mtaa wetu. Wamama waonevu. Wamama wanaopenda kula za haki za watoto ambao walishatangulia mbele ya haki. Kwa kweli tutapambana nao mwanzo mwisho. Sisi ni wamama wenye uchungu. Sisi ni wamama tuliobeba mimba miezi 9.
Tunashukuru Mungu. At least kidogo mwenyekiti wetu analegalega, lakini tunapambana naye vile vile. Tuko na mwenyekiti mstaafu hapa, tuko na Faustini. Faustini tuko naye bega kwa bega. Tuko bega kwa bega na Faustini. Huyu mtoto tulishampa tahadhari kabla wewe hujafika. Tulitangulia kumwambia sisi ni wazazi wako. Tumekupambania mwanzo mwisho. Tumeenda hatua kwa hatua tukiwa na wewe. Na hatua iliyofikia kwa sasa, kama utasubutu tena kunywa pombe, badala ya kukaa na kutulia na kutafuta mwenzio wa kuishi naye kwenye hii nyumba ya mama yako, kinachofuata sisi tukiwa kama wazazi, tutamsimamia Deo. Tukimkuta mahali popote anakunywa pombe, tutamtafuta Faustini ambaye ni kiongozi ambaye tumekuwa naye bega kwa bega. Tutamtandika fimbo mpaka tuhakikisha amenyooka, amekaa kwenye mstari. Kabla ya kumfikisha mahali popote, sisi ni wazazi, tutachukua jukumu, tutatafuta fimbo, tutamtandika, na tutakapojua ameumia, tutachanga fedha zetu, tutampeleka hospitali tukamtibu. Lakini uhakika tunataka anyooke, akae kwenye mstari, atafute mwenzi wake wa kuishi naye kwenye hii nyumba ya mama yake. Tumuone amekaa, ametulia, amepata na watoto, aishi atulie. Ana mke ambaye alishazaa naye. Huyo mke hatutaki kujua yuko upande gani. Kama atamfuata, kama hatamfuata, atajua yeye mwenyewe. Lakini tunataka tuone amekaa, ametulia. Kama atakaa ataendelea kunywa pombe, tutajua tumfanye nini Deo, maana tumemzaa. Sisi ni wazazi, hatuwezi kumpiga tukamuua, ila tutamuonya. Tutachanga hela apeleke soba. Ndio. Hilo tumemaliza. Mimi sina la kusema sana. Na lingine pia tunataka kurudia tena Kusaga. Tunaomba ututamkie tamko moja kwa huyu mama anayeitwa Joyce. Waliokaa na kutafakari na kukaa na kuwaza kifo cha Bariki, ambaye ameshaenda kujenga huko tulikoenda kumhifadhi Bariki. Mimi sijaona wala sijashuhudia. Ila ni taarifa ambazo zipo na watu wanazijua. Tutakapomuona kwenye mtaa wetu huu, kama anajielewa, na kuna wapo watu ambao watampa taarifa, ashuke tena kwenye hao mahindi hapo tumpate. Na akija kwenye mtaa wetu anapita barabarani kwa majidaha. Yani anakuja kwa majidaha, anaringa. Anajua kabisa kwamba hakuna mtu yoyote ambaye atamfanya chochote. Bado tuna uchungu na Bariki, maana tuna vijana bado tunao. Deo, mimi Mama Sara, na nitakufundisha neno la Mungu, nitakuchukua, nitakupeleka kanisani. Na wamama kabisa, kwa ushirikiano wenu, naomba tuendelee kumwombea huyu mtoto. Yani mtamshangaa na dunia itamshangaa. Kwa sababu mimi naamini yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Atakuwa mtoto mzuri, atakuwa mtoto mtiifu. Nitakuwa ninamtembelea kila siku. Lazima nimuone kwake. Kama nimechelewa atakuja nyumbani kwangu. Naomba pia mniombee na mimi. Deo umekubali? Lakini kanisa ni Roman eh? Kanisa ni kanisa. Roman Katoliki. Kanisa ni kanisa. Sawa, mimi nakufundisha neno la Mungu. Watu ukienda huko hamna shida. Maombi ni popote. Hata Waroma ni wanaenda popote. Sawa mimi nitakulea kiimani. Amen. Mimi naweza kuacha pombe kuanzia sasa. Ndio. Na siku zingine, kuanzia siku zote sisinywi. Na karibia wiki. Hamna, karibia wiki. Sasa nimekunywa saa ngapi mzee wangu? Sasa niko na mama saa zote nimekunywa saa ngapi? Asubuhi nzima niko nao. Pombe. Pombe naacha. Fegi tansame kwa hapo. Fegi tansame. Sitaweza kuacha kwa sasa hiyo. Sigara ni ngumu kuacha haraka. Pombe naacha.